Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Naam, ndugu yangu, tukiendelea tena na dua zetu ambazo tunazofundisha, ni mimi wako Sheikh Murid wa Kenya, na kuombeni mlike, mshare na kucomment na kusubscribe katika channel yangu ya Sheikh Murid wa Kenya, Riyadh ya elimu. Basi na sasa hivi nakupa dua ya kurudisha vilivyoibiwa kwako. Kuna vitu ambavyo umeibiwa wewe nyumbani kwako, au kuna mtu kaja tu kakuibia vitu. Sasa elimu inaongezeka, elimu ni kubwa. Elimu tuliyokuwa nayo sasa hivi hatukuwa nayo kwa mwezi uliopita, na ile tulikuwa nayo kwa mwezi uliopita hatukuwa nayo kwa miaka iliyopita. Kwa hivyo kila siku elimu ndivyo inazidi kuongezeka, na kila siku ndivyo ambavyo mtu anazidi kufanikiwa kwa namna moja ama nyingine. Kwa hivyo nikwambie tu, sawa, kama uliwahi kuibiwa wewe, yani sasa watu wakawa wanakuonea kwa sababu wizi, wanakuja na wanakuibia, sawa, na hakuna mafanikio yoyote unayoyapata, basi ndugu yangu, wakomeshe wezi wako kwa dua hii, sawa, wakomeshe wezi wako kwa dua hii. Nishafundisha njia ya kuweza kumjua mwizi. Njia ya kuweza kumjua mwizi nishafundisha. Sasa hii ni njia ambayo unarudisha vitu vyote vilivyoibiwa kwako. Huyo mwizi huyo hana ujanja, atavirudisha tu. Sawa? Basi mimi leo nitakufundisha aya moja tu, ambayo aya hii ipo katika suratul An'am. Sawa? Aya yake 59. Aya hii inasomeka kama ifuatavyo: وعنده مفاتيح الغيب لا يعلمها إلا هو ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقات إلا يعلمها ولا حبة في الظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. وتنرديه تena: وعنده مفاتيح الغيب لا يعلمها إلا هو ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقات إلا يعلمها ولا حبة في الظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. وعنده مفاتيح الغيب لا يعلمها إلا هو ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقات إلا يعلمها ولا حبة في الظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. sawa. Hii ni aya 59 katika suratul An'am. Wacha niifanyie sharha kidogo, nikufafanulie ili uende ukaifanye ilete majibu mazuri. Kwanza utatafuta masaa yako ya kheri, sawa, kisha utakwenda katika nyumba ya huyo mtu aliyeibiwa. Ukifika kule, alhamdulillah, ndani ya kile chumba kilichoibiwa, yani pale palipoibiwa pale, ndo hapo unatakiwa pale, yani ukoge, utawadhe, na baada ya kutawadha utafute sehemu palipokuwa pazuri. Sasa utandike msala wako pale. Kwenye msala wako kuwe na ujawi na ubani maka na ubani dhukra, ikiwezekana pia ongeza na ubani mashtaka, sawa. Na baada ya pale mshtakie Allah subhanahu wa ta'ala, sawa, mshtakie Allah subhanahu wa ta'ala. Sasa hapa unaweza kusali sunna za rakaa mbili, sunnatul haja, na baada ya kusali sunna za sunnatul haja, kisha ukatia nia zako, sawa, ukatia nia zako kamaomba Allah subhanahu wa ta'ala msaada. Chetezo chako iko pale, udi wako uko pale umeshawasha, kisha ubani wako uko pale, maka, dhukra na jawi, sawa, na ubani mashtaka. Kisha unachukua ule ubani mashtaka unaushika mkononi, sawa. Unaposhika mkononi unatia nia zako, yani ya Rabbi, na kuomba kwa kudura zako, yani huyu mwizi aliyeiba vitu vangu mimi nilikuwa simuone, wewe ndio ulikuwa unamuona, basi nataka uko alipo huko aweze kurudisha vitu vangu vote alivyoviba. Yani utilie nia vizuri ule ubani. Ukimaliza unaweka katika chitezo chako, uwe unaweka pale. Ukishaweka wewe unatoa moshi, na baada ya pale wewe utasoma aya hii sasa ya wa inda mafatihul ghaibi la ya'lamuha illa hu wa ya'lamu ما في البر والبحر وما تسقط من ورقات إلا يعلمها ولا حبة في الظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. Sheka hapa hajaweka idadi.
ila kwa sababu ya ufafanuzi ambao ninakufafanulia, unaweza ukawa na tasbihi yako ndugu yangu. Sawa, maana yake ni vizuri uwe na tasbihi yako ukapiga hii dua, sawa, ukaipiga mara 70. Idadi yake ya chini ni mara 70. Isawa mara 70 wa ndugu yangu. Sawa, mimi nakupendelea kheri na nataka huko ukienda huko kafanye kazi ufanikiwe. Uwe na tasbihi yako kama hii, ipige mara 70. Hii yangu mimi ni 70. Sawa, unaweza kuipiga mara 70. Kwa idadi ndogo ndio hiyo. Kwa idadi kubwa, kwa idadi ya katikati, unaisoma mara 111. Sawa, mara 111. Lakini kwa idadi kubwa ambayo sasa unahitaji majibu ya haraka, ipige mara 313. Mara 313. Soma hiyo aya. Ukimaliza mwambie ya Rabbi, huyu aliyeiba vyombo vangu au vitu vangu ni mja wako, na wakati alikuwa anavichukua wewe ndio ulikuwa unajua, mimi sijui kabisa. Kwa hivyo ya Rabbi, naomba huyo aliyeviiba avirudishe vitu vyangu, arudishe vitu vyangu alivyoviiba. Sawa, unapiga hivyo kwa uwezo wake Allah subhanahu wa ta'ala, kisha muachie Allah subhanahu wa ta'ala mwenyewe. Kwa uwezo wake Allah subhanahu wa ta'ala utaona mambo yatakuwa mazuri. Sawa, ila nikaongeze kachumbari. Katika hizi elimu kuna kachumbari vile vile. Sawa, kachumbari ni kwamba pale unapokuwa unaswali zile sunna za rakaa 2. Sawa, ambayo ni sunnatul haja. Sawa, kwa hivyo unapomaliza pale, kabla kuchukua ubali, wanasema inapendeza zaidi usome astaghfirullah mara 100, la ilaha illallah mara 100, salatu ala nabii mara 100. Kisha baada ya kusoma vile, kisha unachukua ubani unautilia nia, unapotilia nia ndio unachoma, kisha ndio unasoma hii aya yako, wa inda mafatul ghaib la ya'lamu illa hu wa ya'lamu ma fil barri wal bahr wa ma tasqutu min waraqatin illa ya'lamu wa la habatin fi dhulumatil ardi wa la ratbin wa la yabisin illa fi kitabin mubin. Kwa idadi hiyo ambayo nimekupatia ni idadi kubwa kabisa ambayo itakusaidia kwa namna moja ama nyingine, na hapo utapata majibu ya haraka iwezekanavyo. Usije ukashangaa umesoma asubuhi, jioni vyombo vikarudi, umesoma jioni, usiku vyombo vikarudi. Sawa, hii ni maajabu ya dua hii. Hebu na wewe ifanyie kazi, ukipata ifanyie kazi kabisa. Nasoma kwa ikhlas, kwa nia moja, kwa udhaka Allah subhanahu wa ta'ala, Allah atarudisha vitu vyote hivyo ulivyoibiwa. Tuacheni vivu inshallah, tufanyeni kazi hii. Alhamdulillah, majibu mtayapata. Wabillahi tawfik. Namba zangu za simu ni 0792099375. Kuna uwezekano kawa umeibiwa na uko mbali na unahitaji kurudishiwa vitu vyako, basi inshallah tutafute kwa namba hizo, utapata majibu yaliyokuwa mazuri. Wa assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.